kwenye maandalizi na mambo ya viwanja vyetu. Tumepiga hatua kubwa. Nafikiri mnauona uwanja wetu wa Arusha, na nadhani ni uwanja bora katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Kila mtu ana imani yake, lakini ukiniambia mimi uwanja wetu wa Arusha kwa design, kwa muonekano, kwa facility, kwa teknolojia itakayokuwa installed kwenye uwanja wetu, na imani ni uwanja bora kuliko ukikompea na viwanja vingine ambao tulishawahi kuwa navyo, lakini pia tunaweza kushika namba moja tukishindanisha na viwanja vingine. Sasa kila mtu ana uwezo wa kuchambua, lakini kwetu sisi tunaona ni designer yetu ni designer alifanya kazi nzuri na ni uwanja ambao utakuwa latest kabisa. Maana yake ukiangalia kwenye viwanja ambavyo tunavitembelea kwa duniani, tunaona pale wataalamu walijipinda, na kwa kweli wakandarasi pia na designer walifanya kazi yao kubwa. Hatua tuliofikia ni kubwa. Uwanja ukishafika asilimia zaidi ya 74, ni mafanikio makubwa sana. Lakini pia mabadiliko haya tuliyoona hapa katika uwanja wetu wa Benjamin Mkapa, na kwa taarifa tu kwamba vile viti vya pale vilivyobaki ambao havijatolewa, mkandarasi ametuambia viti vipya viko kwenye meli, na kuanzia tarehe 13, 14 vitakuwa bandarini. Ndani ya wiki moja vimeshatoka, na tuna imani ya kwamba end of this month au the next month tutakuwa tayari tunafanya kazi kubwa ya kufanya installation ya viti. Lakini pia tuna mawazo ya kupabadilisha VVIP, kupatengeneza katika muonekano unaofanana na hadhi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, sababu rais wetu ni wa viwango. Kwa hiyo tunatamani pia viwango vyake viendelee kuwa reflected pia mpaka kwenye uwanja wetu wa mpira. Lakini pia tuna mabadiliko makubwa ya pichi kutokana na standard ambazo tunazitaka, ili hata mvua ikinyesha basi pichi yetu hii ya Benjamin Mkapa isiweze kutuamisha maji ya safiri. Hata mvua inanyesha tuone maji yanaendelea kutoka, watu wanacheza kama vile uwanja ukiwa mkavu. Kwa hiyo tumezingatia yote na tunaendelea na utaratibu wa mkandarasi kuhakikisha kwamba tunafanikiwa. Fumba pia mmeona Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar ameenda kutembelea kiwanja, kinaendelea hatua nzuri, na viwanja vingine kasi yake ni njema, na tuna matumaini makubwa ya kwamba kabla ya mwisho wa mwaka huu, kwa sababu kama kile cha Arusha tunategemea kwenye mwezi wa 6 wa 7 utakuwa umeshamaliza, lakini pia viwanja vingine kabla ya mashindano ya AFCON mwakani 2027 tutakuwa tumeshapiga hatua kubwa. Sambamba na hilo, tuna viwanja vya mazoezi, na ni swali jema umeuliza. Viwanja vya mazoezi hapa Dar es Salaam 5 na vingine 5 vitatakiwa kujengwa Arusha, na tayari tumeshapata maeneo na kazi inaendelea, kwa sababu kazi ya makaratasi ya ndani ya ofisi sio rahisi kuyaona nje. Nje tunaona matokeo, tukimwona mkandarasi yuko wapi, yuko site. Na sisi tungetamani viwanja hivi vijengwe na watu wenye uwezo, lakini pia vikizingatia standard za kafu, ili viendelee kuwa na vigezo vya kimataifa. Na sambamba na hivyo tulikuwa tunahangaika pia tujenge kwenye location ambazo viwanja hivyo vitatumika pia na kuleta manufaa kwa wananchi wanaozunguka katika maeneo. Kwa hiyo ni jambo mojawapo muhimu ambalo pia wanahabari mnapaswa kulifahamu. Lakini pia tuna ujenzi wa uwanja wa Dodoma. Ujenzi wa uwanja wa Dodoma, na mkandarasi yuko site, na penyewe si muda mrefu wanahabari tutatembea na nyinyi, mtaenda kuona kazi inayoendelea kufanyika. Ni matamanio yetu kwamba tukiwahi speed, maana yake Tanzania, naomba hii muelewe vizuri, tukiwahi speed bila kucompromise standard, Tanzania tunaweza kuwa na vituo 4. Maana yake tunaweza kuwa na Arusha, tunaweza kuwa na Dar es Salaam, tunaweza kuwa na Zanzibar, tunaweza kuwa na Dodoma. Na kwa maendeleo ya nchi yetu, kwa kujenga SGR na treni, na mnajua matokeo yake na faida yake. Kwa tunawaza treni ile ikisafiri hivi inabeba watu wanaenda kuangalia mechi, wanataka kwenda kwenye ndege, wanataka kwenda kwenye magari, na jioni wanataka kurudi kulala Dar, kulala Dodoma. Kwa namna ambayo tunajaribu kukaa kwenye vikao vyetu vya ndani kuona na kushauriana na mkandarasi bila compromise quality na standard kama nilivyosema, ili kuona kama anaweza akamiti hivyo vigezo vya muda tulionao kwa sasa. Lakini otherwise maandalizi ya viwanja vya mazoezi
vis-a-vis ujenzi wa viwanja vyenyewe vya mashindano naenda vizuri. Na huu hapa unaoona hapa pembeni yetu uwanja wetu wa Uhuru na wenyewe unaenda kufanywa mabadiliko makubwa na hela nyingi inawekezwa pale. Nilisema siku ile pale bungeni zaidi ya bilioni 19 zinakwenda kuwa injected pale ili pia kutengeneza uwanja na wenyewe waweze kumiti baadhi ya masharti ambayo yanatakiwa. Ndugu zangu wanahabari, nadhani kama kuna kujibu nimejitahidi. Lakini pia tunajaribu kuongea na wenzetu wa Wizara ya Maliasili na Utalii. Tuitamani pia baadhi ya maeneo tuwe na viwanja vidogo vya mazoezi. Mathalani, sijajua kama nyinyi wanahabari mshawahi kutembelea Arusha National Park. Kama mjawahi, basi tutaangalia utaratibu tuwapeleke mtembee kwenye mbuga zetu, ili pia mkiwa mnaongelea habari ya utalii mnaona mbuga zetu, lakini pia mtatumia hela za posho, si ndio? Kama mmenielewa hapo. Basi ndio maana kuna kuwaga na lecture natolewa darasani, baadaye kunakuwa na discussion, alafu baadaye unajisomea mwenyewe. Sasa mengine utayafanya mkiwa baki peke yenu. Lakini kikubwa ni kwamba tunatamani pia wanapokuja kwenye mashindano ya AFCON, hasa hizi timu kubwa, sisi tuwape fursa ya kutrain kwenye mbuga zetu ambazo zina mazingira yanaruhusu, kwa sababu unajua vile viwanja vya mazoezi sio viwanja vya kujaza mashabiki na nini. Unakuta timu yenyewe na mwalimu na wataalamu wao wamekaa mahala wanafanya mazoezi. Kwa moja eneo ambalo tulikuwa tunaia makini pamoja na Arusha National Park, kwa sababu lina eneo zuri sana unapoingia pale mwanzoni, na unaweza ukatengeneza uwanja pitch nzuri tu ambayo ikafungwa na fence zake, basi watu wakafanya mazoezi pale na watu wengine wakafanya camping mle ndani na maisha yakaendelea, kwa sababu ndio uniqueness tulionao sisi kama Tanzania, kwamba tuna connect kati ya sport tourism na safari tourism au na historical kama ambavyo tunafanya kule Zanzibar. Ndugu zangu, nadhani maswali yameisha. Kuna swali lilobaki? Mimi na shida na maswali tu. Naweza kama press yetu ikaisha hivyo kutokana na kuuliza maswali. Kwa hiyo karibu. Na kazi hiyo akishirikiana na viongozi wa TFF na baraza letu la michezo na vijana wenyewe wa Tanzania wamefanya kazi kubwa sana ya kuonyesha uwezo wao mkubwa. Na nadhani hata sisi wa Tanzania tukiambiana tu ukweli, maajabu waliofanya Taifa Star kwenye uwanja hatukuyatarajia. Na imani waliofanya betting walikuwa wamening'inizwa sana kwenye yale ambayo waliafikiria. Sasa procedure tulizonazo ni kwamba serikali chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ndio aliyebeba dhamana ya kubeba mzigo wa kumlipa kocha. Na hii kazi Daktari Samia ametutuma ya kwamba procedure zikamilike, na watu wa BMT pamoja na TFF wameshafanya kazi yao, na sasa imebaki upande wa Gamonde mwenyewe kukamilisha kupitia mkataba wake. Very soon mkataba utasainiwa na mlipaji wa kocha wa timu wa taifa si mwingine bali ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndivyo alivyoamua kuwekeza na kuhakikisha kwamba mwalimu huyu aliyeanza kufanya kazi njema basi akamilishe ndoto ya Watanzania walio wengi, kuhakikisha kwamba kombe linabaki Tanzania 2027 kwa mashindano yetu ya AFCON. Kwa hiyo ni hatua zilizobaki, na nilikuwa jaribu communicate na baraza pia jana, wakalipa progress iliyofikia ni hatua nzuri tu. Upande wa serikali wameshamaliza na upande wa TFF wameshamaliza, BMT wameshamaliza, kwa kazi iliyobaki ni hiyo tu. Majibu nao sio na shaka. Ni kazi yangu naipenda na nafanya homework ya kutosha. Msigo hapa anasema mwanangu ni hii. Najua watu wa habari bwana. Kwa hiyo ni kwamba kazi iliyobaki ni upande wake tu, yeye na agent wake wakamilisha utaratibu basi tusaini. Lakini pia ni wataarifu wananchi na wapenzi wa soka la mpira wa Tanzania ni kwamba tulipokea CV nyingi sana za makocha wengi, lakini
maamuzi ya serikali ni kwamba tubaki na kocha ambaye tayari ameshaanza, kwanza amewajua wachezaji, lakini pia yeye mwenyewe wachezaji wamemfahamu, na mtakumbuka kwamba Gamondi amepewa timu katika muda mfupi sana, yaani katika muda mfupi sana. Na ukitaka kujua kocha mzuri unaangalia kwenye kipindi cha saba, yaani anacheza pamoja, kufanya analysis ya video za timu wanaokutana nayo, lakini wakati wa kwenda kwenye uwanja atapanga timu. Akishaona kama wale wachezaji wamebadilisha mchezo, mtaona improvement yake kila alipokuwa anafanya mabadiliko. Kipindi cha pili unaiona timu inakuja ikiwa na nguvu kubwa zaidi. Huo ndio uwezo wa mwalimu tunayemtaka, ambaye anaweza akasoma game na akajua namna ya kucheza na opponent wetu. Kwa hiyo Daktari Samia amedhamiria, na kwa kweli rais wetu yuko tayari na ameshampa stahiki zote ambazo yeye rais yuko tayari kuzitoa. Akimaliza tu yule, nafikiri ndani ya wiki moja mbili tutakuwa tumeshakamilisha. Sasa kocha wetu huyu atakuwa na benchi lake la ufundi na nini, kuhakikisha kwamba vijana wanakaa katika mazingira mazuri, na baada ya pale itatengenezwa programu ambayo kutakuwa na mechi za majaribio, mechi za kujenga uwezo. Lakini pia nitumie fursa hii kuomba, wako watoto wengi wa Kitanzania walio na vipaji na wanacheza kwenye nchi mbalimbali, ikiwepo pia wako kwenye center za training mbalimbali huko Ulaya, huko kwingine, huko duniani huko. Sio dhambi kuwaza kurudi nyumbani kuongeza nguvu. Tutamani tupate takwimu zao, tuweze kuona namna gani mwalimu huyu atakapokabidhiwa timu basi apate wigo mpana zaidi wa kuangalia vipaji vilivyoko ndani ya Tanzania, na vijana hawa wameenda kucheza katika nchi mbalimbali, wanafanya vizuri, ili warudi. Kwa kweli shauku yetu kwamba kombe libaki. Na nikisema hivyo, najua Watanzania tabia yetu tunajuana, yaani unang'onga kimya kimya, yani ukisikia kombe libaki, yani wewe mwenyewe umeshajikataa, unaona kabisa kwamba kama jambo haliwezekani. Basi mimi niwaambie tu, yule Mungu aliyetufanya tukaingia kwenye 16 bora ana uwezo pia wa kutufanya tukaingia kwenye robo finali, tukaingia kwenye nusu finali, na hatimaye tukaingia kwenye finali. Na hayo yote ni matakwa yake. Unaweza kumdharau mtu kama hana nguvu, taifa dogo halijakuwa kimichezo, kama ambavyo Morocco alituchukulia kama ni timu ya kuifunga tu dakika 2, lakini mnakumbuka walipata taabu mpaka tumeenda kwenye kipindi cha pili hawajapata goli, na sisi tulikosa nafasi 2 za wazi ambazo pia ilikuwa ni kuandika historia. Nafikiri wote tunajua ya kwamba mpira au ni dakika 90. Ndani ya dakika 90 chochote kinaweza kufanya nini, kuweza kutokea. Kwa hiyo naomba pia tufike kwenye hatua hiyo, lakini mwisho yote nimalizie kwa kuomba Tanzania, tunapaswa tuunganishe na tujenge uzalendo wa kuipenda timu yetu ya taifa. Na sisi kwetu kwenye wizara tumebaini tuna michezo 2000 inayotambulika duniani. Michezo 1000 ngapi? Tena ina mashirikisho. Yaani Tanzania tunaweza kuamua kila siku tucheze michezo 6, tukacheza kwa mwaka mzima siku 365 na usijirudie mchezo hata mmoja. Ombi langu kwenu wa Tanzania, wewe unaweza mchezo gani? Na wizara iko tayari kukushika mkono kutimiza ndoto aidha ya kwako au ya mtoto wako au ya ndugu yako kupitia kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amempatia. Baada ya maneno hayo, naomba niwaambie ujumbe uliokuja nao leo. Huu yalikuwa ni mambo ya kwenu. Kuna mtu amechoka. Hii ilikuwa ni story yenu. Sasa tunaomba tuwape story ya kwetu. Na sisi kwenye uandishi hatuwapangii. Story gani utakayoiona ya maana kwako, enenda nayo. Lakini sisi ya kwetu tunaomba uende nayo. Ndugu wanahabari, tunayo heshima kubwa kuja mbele zenu na mbele za Watanzania, na itakumbukwa tarehe 16 ya mnamo mwezi wa kwanza, Daktari Samia Suluhu Hassan alituma ujumbe maalum kwenda kwa rais wa CAF ndugu yetu Msepe, ikiwa ni sehemu ya kutambua mchango mkubwa ambao anatoa kwa mpira wetu wa miguu barani Afrika,
na kwa namna ambavyo amechagiza kuinua vipaji na kuleta amani katika bara letu la Afrika kwa vijana wetu kushiriki mashindano haya ya CAF. Ujumbe huo maalum yalikuwepo mambo mengi mahususi. Moja wapo kubwa ni Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumwonyesha rais wa CAF namna gani yuko tayari kuwekeza kwa gharama yoyote kuhakikisha kwamba Tanzania ina image kwa giant of football Africa na ikiwezekana duniani. Mashirikiano haya yalitupa nafasi ya kukutana na rais wa mpira wa shirikisho letu ndugu yetu Msepe, na aliopokea ujumbe wa Daktari Samia kwa uzito mkubwa. Miongoni mwa mambo ambayo tulijadiliana ni pamoja na kuomba CAF kuwa inafanya mikutano yake ya mwaka ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Hii inatupa fursa kubwa, kwanza kuona maendeleo na uwekezaji mkubwa ambao Daktari Samia anaofanya, na hivi karibuni mtaona kwa takwimu ya hivi viwanja vinavyojengwa Arusha, Dodoma, hapa mabadiliko ya Dar es Salaam, hivi viwanja vya mazoezi takriban almost tunaongelea trilioni 1.276, na hapo hatujaongelea miundombinu inayokwenda kuzunguka hivyo viwanja kuwezesha mashabiki na wachezaji kuingia katika maeneo haya muhimu. Leo tunakuja na habari njema. Rais wa CAF ndugu yetu Msepe amelizia kuja kufanya mkutano wake wa kamati tendaji hapa nchini Tanzania jijini Dar es Salaam. Na leo tunavyoongea tarehe 9. Leo tarehe 9 timu yake ya secretariat inaanza kuingia katika jiji letu la Dar es Salaam na tarehe 10, na mkutano wao huu utafanyika tarehe 13 hapa jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa Hayati. Tumeona tuwape habari hizi njema kwa sababu ni fursa kubwa, lakini pia ni diplomasia iliyojengwa na Daktari Samia Suluhu Hassan na kuiwezesha Afrika kuiona Tanzania ni moja ya nchi salama na yenye mchango mkubwa katika sekta ya mpira wa miguu, na kufikia hatua ya kuamua kuja kufanya mkutano wa kamati tendaji katika mji wetu wa Arusha wa Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya utendaji na upitiaji wa mambo yao na mipango yote ya michezo ya Afrika nzima kwa mwaka 2026. Habari hizi ni njema kwa sababu pia viongozi hawa watapata nafasi ya kupata taarifa ya maendeleo tulionayo na hatimaye kutoa kauli juu ya nini kitaendelea kufanyika ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Ugeni huu kwetu ni mafanikio makubwa. Kwanza, kama sekta ya michezo, wanapokuja viongozi wa mpira wa Afrika kuwatembelea, maana yake mnapata pia technical support, mnapata ushirikiano baina ya timu yao na timu yetu, lakini pia na kuhakikisha kwamba standardi zote za CAF zinatimia ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kama ilivyo ada, tutawapokea katika uwanja wetu International Airport Terminal 3, lakini wakielekea katika hoteli watapita kwenye barabara yetu ya kutoka airport kwenda hotelini. Kwa na imani ya kwamba wananchi watatupa ushirikiano mkubwa wakiongozwa na mkuu wetu wa mkoa ndugu yetu Albert Chalamila kuhakikisha kwamba jiji letu na mazingira yetu yana reflect ukubwa wa taifa letu na heshima ambayo imejengwa tangu misingi yetu ilivyoasisiwa na kina baba wa taifa na mzee wetu Amani Abeid Karume. Kwa hiyo tumeona tuwape ujumbe huu ikiwa ni sehemu ya kuwatangazia kwamba mkutano wetu huu una add value kubwa, kwa sababu viongozi hawa wakubwa wote wanaofanya maamuzi watakuwepo katika jiji letu la wapi? La Dar es Salaam. Kuwepo kwao huwezi jua, neema Mungu aweza katudondokea tukapata yale mlikuwa mnayauliza tumejipangaje, kwa sababu hizo zote ni mahusiano, ushirikishwaji na vigezo vingi wataviangalia ili kufikia hatua ya kuamua nini kifanyike wapi na kifanyike kwa utaratibu upi. Kwetu sisi tuliona ni habari njema ambayo tunapaswa kuwajulisha, na kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwanza, wao wenyewe walitambua uwekezaji wake na kuamua kumpa tuzo, lakini cha pili, kuendeleza kuwekeza katika sekta hii ya michezo, lakini tatu, uimara wake wa kujenga diplomasia inayopelekea na sisi sekta yetu ya michezo kuendelea kuimage kama one of the giant sector ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Ndugu zangu, nafikiri nitakuwa nimemaliza. Kama kuna kitu nimeacha na kama kuna swali katika hilo naomba